Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika waziri mkuu mpya katika heshima, waziri mkuu mpya katika hesabu kali. Na habari hiyo imepewa kipaumbele kwenye magazeti mengi leo, wakati pia gazeti la Uhuru limeandika mrithi wa Majaliwa hadharani. Sasa ni lini? Ni leo. Wakati pia Jamvi la Habari Tanzania pia limeandika waziri mkuu mpya leo. Leo ndio leo ambapo Rais Samia kuwasilisha jina la waziri mkuu kwa spika kwa spika Zungu leo bungeni, na mengine mengi yatakuwa yakifanyika. Kwa hiyo leo tutamjua mrithi wa Majaliwa ni nani. Wamachinga ameandika waziri mkuu kuthibitishwa leo. Na hii ni nini? Ambapo jina lake kuwasilishwa kwa spika na mpambe wa rais. Lakini pia wabunge pressure zinapanda, pressure zinashuka kutaka kujua nani atateuliwa. Lakini pia waziri mkuu kukaribiana na kibarua kizito ambaye anakuja huyo sasa atakuwa na kibarua kizito. Kipi? Tutajua hapa baadaye. Nitakujuza kwa ndani tu. Wewe kaa kwa kutulia ni kujuze mambo yanavyoenda. Sasa hili limethibitishwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namzungumzia Zungu, ambapo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliidhinisha hiyo bwana jana. Akasema Novemba 13 ambao ndio leo jina hilo litakuwa hadharani. Na Zungu aliyasema hayo alipokuwa bungeni na mambo yalienda vizuri. Sasa leo ndio leo. Naona tumsikilize Zungu mwenyewe akithibitisha hilo kwamba leo ndio leo tutamjua waziri mkuu mpya ni nani. Kwa wewe unafikiri nani atakuwa waziri mkuu mpya? Nani atakuwa waziri mkuu mpya? Angalia, unafikiri karata yako utampa nani kuwa waziri mkuu? Labda tukumbushane, nchi hii imewahi kuwa na mawaziri wakuu wangapi? 4. Wa kwanza alikuwa ni Sumaye, ambapo ni Fredrick Sumaye, ambapo alikuwa ni waziri mkuu kutokea mwaka 1995 mpaka 2005. Wa pili akawa ni Edward Lowassa, ambaye alikuwa ni waziri mkuu huyu kutokea mwaka 2005 hadi mwaka 2008. Aliachilia ngazi kwa kujiuzuru, kama utakuwa nakumbuka. Watoto wa historia mnaelewa. Lakini pia aliyefuata akawa Mizengo Pinda, ambaye alikuwa ni waziri mkuu kutoka 2008 mpaka 2015. Baada ya Mizengo Pinda akaja Kassim Majaliwa kutoka 2015 mpaka 2025. Unafikiri 2025 mpaka 2030 atakuwa nani? Weka maoni yako hapo kwenye comment yako, tujuze ukiangalia atakuwa nani, au sio bwana? Lakini sambamba na hilo likanifanya kujua kwa nini tunamzungumzia leo waziri mkuu. Labda tujue majukumu ya waziri mkuu ni yapi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambapo kwa mujibu wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 52 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nasema waziri mkuu atakuwa na majukumu yafuatayo. Kwanza ni kusimamia kazi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo waziri mkuu ndiye mwenye jukumu la kuhakikisha shughuli zote za serikali ya muungano zinaendeshwa ipasavyo. Hilo jukumu la kwanza. Jukumu la pili ni kuratibu kazi za mawaziri, ambapo ana jukumu la kuratibu na kusimamia kazi za mawaziri zote na kuhakikisha kuwa serikali inafanya kazi kwa ushirikiano na sekta binafsi na kwa ufanisi. Sawa bwana. Jukumu la tatu ni kumshauri Mheshimiwa Rais, ambapo waziri mkuu pia ni mshauri mkuu wa rais katika masuala ya serikali ya kimuungano. Lakini pia wajibu wake, anawajibika pia bungeni. Sio tu kwa waziri mkuu, anawajibika bungeni pia, ambapo waziri mkuu ana waziri mkuu na baraza la mawaziri kwa pamoja wanawajibika kwa bunge kuhusu utekelezaji wa kazi na sera za serikali. Lakini pia sambamba na hilo kutoa taarifa bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali, na wajibu wake mwingine ni kueleza bunge juu ya kazi na mipango ya serikali. Sawa sawa. Yapo majukumu mengi, ila kwa leo nimekuachia hayo. Kwa hiyo ujue huyu tunayemteua kuwa waziri mkuu anaenda kukutana na kibarua kama hicho. Sasa weka maoni yako. Unafikiri nani atateuliwa kuwa waziri mkuu hii leo? Jina lake lipitishwe pale, Tanzania tuwe na mheshimiwa waziri mkuu mwingine. Tuendelea kusonga mbele kabisa kuchana kurasa za magazeti, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Nipashe pia habari nyingine nasema mshtakiwa na mnukuu, kwa mujibu wa gazeti la Nipashe nasema niliteswa kituo cha polisi huku nikimwagiwa konyagi. Kwa undani wa taarifa hiyo, kwa mujibu wa gazeti la Nipashe ukurasa wa 3 utaikuta hapo. Huyu mtuhumiwa aliteswa huku akimwagiwa pombe huko kituo cha polisi. Sasa aliteswa na nani? Ilikuwaje? Kwa nini?
Kanunue nakala yako ya Nipashe, utaikuta kwa ndani. Lakini pia kuna ripoti maalum kwenye gazeti la Nipashe ambapo inasema pneumonia yazidi kuwa tishio kwa uhai wa watoto na wazee. Unajua ugonjwa wa pneumonia ilishawahi kukukuta au unauchukulia poa? Sasa umezidi kuwa tishio kwa watoto na wazee. Sasa unachukua hatua gani kuhakikisha mtoto wako au babu yako anakuwa salama dhidi ya ugonjwa wa pneumonia? Na kwa nini ugonjwa huu unawapata wazee na watoto? Vipi kwa watu wazima, mnasemaje? Uliokutana nao ilikuwaje? Nambari ya ujumbe mfupi ni 0779 7295 93.